Shalom watu wa Mungu, binafsi nina furaha sana kuwa hapa siku ya leo. Mimi ni wako mwalimu Simon Semwija na hii ni Even TV. Kabla sijaendelea, nipende kuwakaribisha katika kipindi cha leo ili kujifunza neno la Mungu pamoja nami, na Mungu akubariki sana. Leo tutajifunza mada inayoitwa ulimwengu wa roho, na katika sehemu hii ya kwanza tutaongozwa na somo kutoka katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 10 hadi wa 12. Nitaanza kwa kusoma mstari wa 10. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. 11. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila zote za shetani. 12. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mtume Paulo alisema wazi kabisa mambo ya muhimu ya kujifunza katika ulimwengu wa roho. Anaanza kwa kutuambia hatimaye, mwishowe, mzidi kuwa hodari katika Bwana. Hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Tuwe hodari. Anatuonyesha kuwa tumekuwa, lakini tuzidi. Ndio maana anasema mzidi kuwa hodari. Maana yake tumekwisha kuwa hodari, lakini tunapaswa kuwa hodari zaidi, au kuzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Katika uweza wa nguvu zake. Kwa tuonyeshe pia nguvu za Bwana. Baada ya kuwa hodari na kuongezeka, tunapaswa kuonyesha nguvu zake. 11 anasema vaeni silaha zote za Mungu. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila zote za shetani. Anaposema vaeni silaha zote za Mungu, ana maana ya kwamba ni vitu vyote ambavyo vitatuwezesha kushinda vita ya kiroho dhidi ya ufalme wa giza. Silaha za Mungu hapa ni pamoja na maombi mazito na ya dhati. Mtu atakapokuwa ameingia katika maombi mazito na ya dhati kwa Mungu kupitia jina la Yesu Kristo, anakuwa na nguvu ya kiroho ambayo itatumika kama silaha ya kuharibu mamlaka, ya kuharibu nguvu za giza, ya kuharibu mikakati ya giza, ya kuharibu kila vipingamizi vya giza. Lakini pia silaha ya pili, mtu ni lazima awe mtakatifu. Utakatifu ni silaha mojawapo itakayomwezesha mtu wa Mungu ambaye ni hodari azidi kudhihirisha uweza wa Mungu. Neno lake katika kitabu cha Waebrania linasema, pasipo utakatifu hakuna mtu atakayemwona Mungu. Kwa utakatifu ni silaha mojawapo, kwa maana endapo askari wa Bwana atapambana vita katika hali ya uchafu au katika hali ya dhambi, maana yake hatakuwa na nguvu kamili ya uweza wa Bwana. Lakini pia silaha nyingine ni kufunga. Lazima awe na uwezo wa kuutiisha mwili. Lazima awe na uwezo wa kuutiisha mwili wake, kwa maana shetani hupitia mwilini kumlaghai mwanadamu kwa njia ya kiburi, kwa njia ya hasira, kwa njia ya majivuno, kwa njia ya usinzi, kwa njia ya uasherati, uongo na unafiki. Hizi ni mbinu ambazo huwa anatumia. Sasa mtu atakapokuwa ameimarika kwa kutiisha mwili kwa kufunga na kuomba, basi atakuwa amekuwa na silaha kamili ya kwa ajili ya vita ya kiroho. Lakini pia silaha ya mwisho ni neno la Mungu.
Mtu anapokuwa na neno la Mungu anakuwa na uwezo pia wa kuweza kuzishinda ila za shetani, kwa maana neno la Mungu litampa mtu uhalali, litampa mtu maarifa, litampa mtu nguvu, litampa mtu msimamo wa kuelewa kwamba yeye anashindana na nani, na huyo mtu au huyo adui anayeshindana naye utumia njia gani. Kwa kupitia neno la Mungu mtu anaweza akamshinda adui, kwa maana asipokuwa na neno la Mungu pia bado kuna udhaifu mahali katika ulimwengu wa roho. Tuone katika kitabu cha Waebrania ile sura ya 4 na mstari wa 12, tuone nini maana au nini nguvu ya neno katika vita vya kiroho au katika ulimwengu wa roho. 12 anasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. 13, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote ni utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Kwa anaposema neno la Mungu li hai, kwanza kabisa angalia neno ni kwa herufi kubwa ya mwanzoni. Tunajua katika kitabu cha Yohana ile sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 3 anasema, hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa mwili, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, na vitu vyote vilifanyika kwa yeye, pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Lakini katika hiyo Yohana 1:14 anatuambia huyo neno akavaa mwili. Kwa hata neno analosema hapa si neno kwa namna ya maandishi, yaani baba, mama, kaka, dada, badala yake ni neno ambalo ndilo Kristo mwenyewe. Ndio maana anasema neno la Mungu li hai, kwa linaishi maana yake, tena lina nguvu pia. Neno lina nguvu, kwa nguvu linaweza kufanya kitu, linaweza kuharibu, linaweza kutengeneza, linaweza pia wa kufanya jambo jipya, kwa sababu lina nguvu. Anasema tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Kwa hapa anaonyesha kumbe sio neno la kawaida, badala yake ni neno ambalo Ufunuo imenena kuwa upanga wake utoka kinywani mwake. Kwa hapa neno anazungumziwa ni Kristo. Tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho, lina uwezo wa kuchoma mpaka likagawanya nafsi na roho. Kwa mtu anapokuwa na neno ana uwezo wa kugundua mbinu na hila za mwovu shetani, hatimaye akaweza kushinda kiurahisi kabisa. Lakini pia anasema na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa kawaida neno lina uwezo wa kujua hata makusudi ya moyo ya mwanadamu au makusudi ya moyo wa kiumbe chochote kile. Lakini mwishoni 13 anasema, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote ni utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake. Kwa kila kiumbe kipo wazi mbele za neno, kila kiumbe kipo wazi mbele za Kristo. Maana yake hakuna kilichofichika, kila kiumbe kinadhihirika na kinaonekana, lakini vitu vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Kwa pia mwishoni anaonyesha kwamba kupitia neno una uwezo kumjua adui yako, kwa maana neno litakufunulia, litakujuza kwamba huyu ni nani au huyu si nani. Lakini pia katika mstari wa 12, turudi Waefeso 12:6-12, anasema kwa maana kushindana kwetu
sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na juu ya mamlaka na juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Atushindani kwa juu au kwa namna ya damu na nyama, yani atutumii mwili, atutumii silaha za kimwili, hatutumii mbinu za kimwili kushindana. Badala yake tunatumia mbinu za kiroho. Kwa nini? Kwa sababu chini anasemaje? Bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili. Kwa kuna wakuu wa giza hili, hao ndio tunaoshindana nao mwishoni, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunaposema ulimwengu wa roho, tunajua kuwa ni sehemu ambayo ulimwengu wa roho, tunaposema ulimwengu wa roho, tuna maana ya moja kwa moja kuwa ni eneo lililo kila mahali, ambalo hatuwezi kuliona kwa macho ya nyama wala kuligusa kwa mikono ya nyama. Pia hatuwezi kulihisi kwa kutumia hisia zetu za kimwili. Kama ilivyo katika ulimwengu wa mwili, pia katika ulimwengu wa roho kuna wahusika wa eneo hilo ambalo ni viumbe wa kiroho. Roho hawa hawaonekani kwa macho, lakini wana uwezo wa kuelewa. Kumbuka, hawa roho waliopo katika ulimwengu wa roho wana uwezo wa kuelewa. Ukisema wanakuelewa, wakiona wanaelewa, wakisikia pia wanaelewa. Pia wana uwezo wa kuona. Hawa roho wanaona, sio vipofu hawa, wanaona. Lakini pia wana uwezo wa kusikia. Hawa roho wanaweza kusikia mitetemeko ya sauti, aina ya muziki, aina ya wito na kila aina ya sauti. Wana uwezo wa kusikia, na pia wana uwezo wa kuhisi kama walivyo viumbe wa mwili. Hawa viumbe wa kiroho pia wana uwezo wa kuhisi. Naposema hisia, tunamaanisha ni pamoja na kusema najisikia vibaya au najisikia vizuri, au nina amani au sina amani, au pia kuhisi maumivu. Hiyo ni moja ya hisia. Sasa hawa viumbe wa kiroho, mtu anapokuwa anaamuru moto uwateketeze kwa jina la Yesu, maana yake moto unaposhuka na kuwateketeza, hawa viumbe watahisi maumivu kwa sababu wana hisia. Lakini upekee wao ni kuwa na uwezo wa kupita katika vitu visivyopitika kiurahisi kimwili. Hawa wana uwezo wa kupita sehemu ambapo mwili wa binadamu au kiumbe cha kimwili akiwezi kupita. Mfano, milango na kuta mbalimbali. Hawa mapepo na wachawi na maajenti wa Ibilisi pamoja na majeshi yake, wao hawategemei uwepo wa mlango au kutokuwepo kwa mlango. Wao wana uwezo wa kupita hata sehemu ambapo hapana mlango. Wanaweza kupitia hata ukutani bila kuumia wala bila kubomoa ukuta. Hii ni kwa sababu hawategemei uwepo wa vitu ili kupita, kwa sababu wao ni viumbe wa kiroho. Pia wana uwezo wa kufika sehemu ambazo mwili hauwezi kufika kiurahisi. Mfano, kuzimu na mbinguni. Hawa viumbe roho hawawezi kufika, wanaweza kufika maeneo haya, lakini sisi kimwili hatuwezi kufika kabisa maeneo haya. Hata anga za mbali viumbe hawa wanaweza kufika, lakini sisi sio rahisi kufika. Lakini mwishoni pia kimsingi katika ulimwengu wa roho kuna viumbe wanaoishi bila kikomo, au kwa lugha rahisi hawafi kamwe. Kwa hawa viumbe hawafi kamwe, wanaishi daima mpaka siku ya hukumu. Kwa huo ni utangulizi tu wa ulimwengu wa roho katika siku ya leo, lakini kipindi kijacho tutajifunza kwa undani mambo mbalimbali yanayotokea katika ulimwengu wa roho, mahusiano yaliyopo katika ulimwengu wa roho na wa mwili na mengine, Mungu akitujalia. Shalom, shalom, shalom.